Halawat al-iman, utamu wa imani utakapokuwa umepatikana kwa njia kama hiyo ya mtu kuridhika kwamba Mola ndiye Rabba, na akaridhika ya kwamba al-Islam ndio dinan, na akaridhika ya kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ndiye nabiyan wa rasula. Atakapopata halawa ya imani kama hiyo, moyo wake hulainika, na moyo utakapolainika ndipo pale anapopata ladha ya ibada. Atakapopata ladha ya ibada, basi yeye huwa hakuna kitu kitamu katika maisha yake kama kumwabudu Mola wake. Ibada sala, ibada saum, ibada haji, ibada umra, ibada sadaqa, ibada ta'lim, ibada kusikiliza, ibada al-amru bil ma'ruf, ibada an-nahyu 'anil munkar, ibada kutizama mayatima. Kila linalokuja ni ibada, asikia raha kufanya. Tofautisha baina ya mtu ambaye afanya ibada ada na ibada halawa, asikia ladha katika kufanya ibada kwake. Hawa watu wawili tofauti, baina al-mashriq wal maghrib. Kwani hujasikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pana watu amewazungumza katika ibada zao akisema, waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, tulitanguliza tukaeleta yale ambayo wameyatenda tukayafanya haya na maana yote, kwa sababu ni ibada ambayo haina ndani yake riqatul qalbi, kulainika kwa moyo. Ilipokuwa moyo wake haukulainika katika ibada kama zile, zikawa hazina ladha. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu hana halawa ya iman. Vipi akose halawa ya iman? Kuna mushkil katika imani yake ya kuridhika ya kwamba Uislamu ndio dini na Muhammad ni mtume na Mungu ndiye anafaa kuabudiwa. Ile ridha yake ya kuridhika kwamba Allah ndiye Rabba, al-Islam ndiyo dinan, Muhammad ndiyo mtume, kuna vishawishi fulani. Hata kama yuko katika baitul Islam, yuko katika nyumba ya Uislamu, wacha yule ambaye kwamba yuko kando ya nyumba ya Uislamu. Tofautisha baina ya mtu anayefanya ibada ada na mtu ambaye anafanya ibada kila akifanya asikia halawa. Hao ndio wale ambao wanapofanya ibada wakisikia ladha na halawa na utamu katika ibada, ndio wale ambao Mwenyezi Mungu amewasifu kwa aina zote katika Qur'ani akisema, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Usiku kulala kwao ni kidogo, tena usingizi wa kufumba. Wa bil ashari, wakati wadako jawfi al-layl, saa 7:30 kwenda mbele mpaka ila matla'i al-fajr, wao utawapata wamepiga magoti kwa Mola wao yastaghfirun, mpaka ile machozi yakitoka si machozi ya hasra ya nadama, ni machozi ya raha. Mpaka huwa wanasema la yahumuna illa tulu'u al-fajr. Katika utamu hunu tunaupata hapa, hakuna kinachotutia hamu isipokuwa kuchomoza al-fajr. Sema utamu utakatika sasa hivi huno kwa kuchomoza al-fajr.